Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola Yaseba. Tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4. Leo tutajifunza siri 3 za Yesu Kristo katika kitabu cha Matendo sura ya 4. Tutaanza na siri ya kwanza kabisa. Petro na Yohana mbele ya baraza. Hata walipokuwa wakisema na watu, wale makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo wakawatokea, wakifadhaika sana kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri katika Yesu ufufuo wa wafu. Wakawakamata wakawaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi wakakusanyika Yerusalemu, na Anas kuhani mkuu na Kayafa pia na Yohana na Iskanda na wote wale waliokuwa jamaa zake kuhani mkuu. Walipowaweka katikati, wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza, wakafanya shauri wao kwa wao, wakisema, tuwafanyie nini watu hawa? Maana ni dhahiri kwa watu wote wakaao Yerusalemu ya kwamba ishara mashauri imefanywa nao, wala hatuwezi kuikana. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Nao walipokwisha kuwatisha tena, wakawafungua wasione njia ya kuadhibu kwa sababu ya watu,
kwa kuwa watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa hayo yaliyotendeka. Maana umri wake yule mtu aliyefanyiwa ishara hii ya kuponya ulipita miaka 40. Nini cha kujifunza katika siri hii ya Petro kukamatwa kwa sababu ya ushuhuda wa Yesu Kristo? Yesu aliwanenea mapema sana, akasema watawakamata kwa sababu ya jina langu, watawatenda kwa sababu ya jina langu, kwa sababu ya nguvu zitakazotendeka. Wayahudi walikuwa wamejawa kwenye roho zao nguvu za giza, wakawa wanapinga nguvu za Yesu Kristo hata kama wanaona shuhuda kubwa za matendo makuu. Tunafundishwa nini? Yesu alileta wokovu ulimwenguni, na hapa Petro amesoma akaeleza kwamba hakuna jina lingine ambalo wanadamu wamepewa wapate kuokolewa. Usipomwamini Yesu Kristo, wewe ni mfu, na jehanamu ni nyumba yako ya milele, wala hakuna neno litakalokuja lingine kubadilika. Kwa hiyo nyakati hizi ambazo injili na shuhuda za Mungu zinahubiriwa na kila watu wanahubiri, mataifa yote yanahubiri, nchi zote zinahubiri, watu wengi wameinuliwa wakihubiri, ni wakati wa kuwa waaminifu katika neno hili na kuenenda kwa imani ya Kristo na kumwamini ili tupate kupona. Siri ya pili, waumini waomba wawe na ujasiri. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Na waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiye Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huo juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudiwa tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumishi wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya. Ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Nini cha kujifunza katika siri hii ya pili ambayo inathibitisha ukuu wa Yesu Kristo na nguvu zake alizoziachilia katika ulimwengu wa roho? Pale siku ya Pentekoste mitume walivyonena lugha zote za mataifa, nguvu na uweza wa kimungu. Yesu Kristo yuko hai na neno lake li hai. Hata sasa hivi bado ananena nawe, anakuthibitishia. Usipookoka wewe ambaye bado hujamwamini Yesu Kristo, uliyeokoka wewe ambaye bado unatenda dhambi, usipobadilika, jehanamu inakuita. Kwa sababu wapo watu waliomwamini Yesu Kristo lakini bado wamefungwa fikra, wanamtumikia shetani. Na wapo watu ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo, bado Yesu Kristo anawaita, anawapenda sana, na upendo wake haufananishwi na kitu chochote.
Petro amepeleka mambo makuu. Watu wakaomba, wakamsihi Mungu, maana Mungu ni roho, Mungu ni neno. Neno walilolitoa nguvu zikatikisika kuwadhibitishia Mungu amepokea maombi yao, na akaonyesha ishara. Wakanena kwa ujasiri, wala hawakuwa na hofu ya kutishiwa, kwa sababu Mungu hatishiwi. Hata sasa Yesu Kristo yu hai, bado ananena na mtu mmoja, geuka, 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 ambaye bado hujamwamini Yesu Kristo upate kupona. Siri ya tatu, waumini washiriki mali zao pamoja. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alichonacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba, akaliuza, akaileta fedha, akaiweka miguuni pa mitume. Nini tunajifunza hapa? Wasisi wa kwanza kabisa walioanzisha Ukristo ambao umetapakaa sasa hivi mataifa yote duniani kote. Wakati wanaanza kuonyesha upendo wa Mungu, Mungu aliwaonyesha thamani ya kuwa na upendo. Na upendo huu aliuonyesha ndio ambao Yesu Kristo bado anauhitaji katika ulimwengu tunaoishi, ili tupate kutawala naye pasipo dhambi. Yule aliyekuwa tajiri aliuza vitu vyote, wakaviweka pamoja, wakala pamoja, wakaishi pamoja, kila kitu wakagawiana kwa uwiano. Nini maana yake? Mungu hana uchoyo, Mungu hana upendeleo. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Upendo huo ndio Yesu Kristo alitamani tuufanye. Wakati anawaosha mitume 12 pale alipokuwa anajiandaa kwenda kukamilisha misheni yake msalabani, akawaambia, pendaneni ninyi kwa ninyi mpate kuwa wana wa Mungu, maana kwa Mungu hakuna utengano. Hata siku ya mwisho tumeahidiwa mbingu pale itakapoumbwa mpya na nchi pale itakayoumbwa upya, tutaishi kishirika, tutaishi kwa pamoja, tutakula kwa pamoja. Hakutakuwepo na mtu atakayekula sahani 3, mwingine 4, mwingine 7, bali sahani kama ni 7 zitakuwa 7 wote. Maana Mungu anatamani sana tuifikie kweli hiyo na upendo huo. Hata sasa Yesu Kristo bado anatusihi kuondoa giza la muovu ibilisi shetani, kuondoa vita, kuondoa mauaji, kuondoa kila kitu. Tusiwe na uchoyo, tupendane, tuwajali hata wenzetu wasiokuwa nacho, tuwape. Maana Yesu Kristo alizungumza mambo 6 siku ya hukumu. Nilikuwa na njaa, hukunipa chakula. Nilikuwa na kiu, hukuninywesha maji. Nilikuwa uchi, hukunivika nguo. Nilikuwa mgonjwa, hukuja kunitazama. Nilikuwa kifungoni, haukunijia. Mambo hayo ndiyo yatakayo uhukumu ulimwengu, maana yamejawa upendo kama huu tunaouona ulioonyeshwa na mitume, waumini wa kwanza. Nasi tumebakiziwa shuhuda
ili tupate kwa wana wa Mungu, tunapaswa tuyaondoe matabaka ya madhehebu na kila vita iliyopo katika udini wetu, maana Kristo amefanyika kuwa baba yetu na sisi ni matawi. Basi tunatakiwa tutende kazi moja, tukiombeana, tukisaidiana na kuombeana pale mwenzako unapoona anaanguka, ili tupate kupona na siku ya mwisho tupate kutawala pamoja na Yesu Kristo milele yote. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.